jambo dogo tu ukitendewa. Siku moja walicheka na Dosoito. Nilikuwa kijana mdogo. Baada tu ya kuokoka. Nilikuwa nimevaa ile maviatu yenye masikio makubwa hivi na kisuruale kimebana kama cha kaka hapa. Alafu maviatu yamenyanyuka na t-shirt. Alafu huku nyuma imeandikwa Flying Master Eagle. Kama mnakumbuka yale t-shirt ya zamani ya Flying Master Eagle. Sijui kama mmezaliwa wengine kipindi hicho. Ilikuwa ya gali kuliko yote, ukivaa kila mtu anakuheshimu njiani. Kwa hiyo nikasimama na Dosoito hivi natoa ushuhuda. Sijui kama alikuwepo huyu mrembo, maana yeye alikuwa ameanza hiyo kanisa. Nikiwa kijana tu nimekaa kule chini. Haleluya. Amen. Lakini nikasimama kwa ujasiri mbele ya kanisa. Bwana sifiwe. Watu wakasema amen. Nina ushuhuda, na mshukuru Mungu. Nge ameingia kuanzia hapa. Ametiririka mpaka akatokea kwenye suruali yangu huku chini, hajaning'ata. Na mshukuru Mungu. Kanisa wakacheka. Lakini natoka nikaenda kukaa. Sina jamani, si mnajua nge angening'ata hapa, angening'ata hapa, angening'ata hapa. Lakini nikamtukuza Mungu katika hiyo. Nimesaidia kusema amen. Jumapili iliyofuata nikasimama tena. Vijana wengine wataani wangu ambao tumekuwa pamoja anasema bwana nge amesimama atashuhudia nini tena. Haleluya. Wanafikiri kitu kidogo. Nikasimama nikawaambia jamani, lingine limenitokea. Ameingia chatu kitandani. Nilimsikia nikafikiri mwenzangu ndiye ameingia. Nikafikiri kaka ndiye ameingia tulale. Kuanzia jioni hiyo mpaka asubuhi nasikia uzito upande wangu. Mpaka asubuhi naamka hivi, natoa shuka, ndio chatu anageuza hivi kichwa kuangalia mwenzangu anatoka anaenda wapi. Hajaning'ata. Kanisa badala ya kucheka nge, chatu anajua mziki wake. Kimya. Kila mtu anaamini Mungu yuko kumlinda mtu wake duniani. Haleluya. Hilo ni dogo, lakini mbele ya Mungu wangu ni kubwa. Sijaumia na maumivu ya nge. Sijafa na sumu ya nyoka. Na kuanzia siku hiyo nyoka wote walioning'ata sijakufa. Hapa Mlandizi 5 wamenizunguka, 4 nikawaua, mmoja akaning'ata akatoroka. Huyu ni shahidi. Mpaka anapoteza ufahamu. Hospitali ya Mlandizi hapa. Wachawi wa Mlandizi wanasema huwezi kuchukua hili shamba. Kufa na ufe. Nyoka 5 wamenizunguka hivi. Tena yule mamba, anaitwa Black Mamba yule, ndiye amening'ata. Mguu ulichubuka kutoka hapa mpaka chini. Hospitalini alikuwa analia, sitaki kuwa mjane. Maana uvimbe umekuja mpaka ulimi mzito, siwezi kuongea, siwezi kutazama. Masikio yakaziba, sauti yake ya kuomba na nini sisikii. Na daktari akasema saa ile ndio naenda kuziba masikio kuondoka duniani. Akasema ikikaa masaa 6 hajapona, sahau mama. Kijana aliyeng'atwa pamoja nami alikuwa sehemu ile. Nikamwangalia kwa macho, nashindwa hata kunyoosha mkono kumwombea. Na mimi ndio huyo. Narudi duniani, kesho yake ndio narudi kuangalia dunia. Nawaambia watu sijafa, nimerudi duniani. Haleluya. Huyu Mungu ni Mungu mlinzi wetu. Anastahili atukuzwe hata kwa lile jambo dogo tu alilokutendea. Maana akikutendea, hebu fikiri nge, lakini baadaye nyoka. Haleluya. Na baadaye manyoka. Na bado naishi. Mwambie jirani yako bado naishi. Bado naishi. Tukuze Mungu kwa lolote ambalo amekutendea. Kwa chochote. Hata kama umejikwaa tu kiziki, ujaanguka utumbo ukamwagika, usimama umtukuze Mungu. Haleluya. Wangapi wana ushuhuda mbele za Baba? Basi karibu tukuze Mungu. Karibu mtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naam, nadhani kwa wote tunasema nifahamu. Mwenyewe naitwa Vasco William Morris. Ndio. Kiukweli mimi na ushuhuda. Ndio. Wiki hii ilikuwa ni wiki sana ya maombi. Wiki ya maombi. Nilikuwa naomba sana, yani kuna mambo mengi sana yalikuwa yakikaa sana. Ikawa Alhamisi tumekuja kwenye praise. Na tumetoka hapa na kutoka Mwanza pale Gate City. Nikawa tena nyumbani, nikutana na mtu anatoka tu getini kwake. Ananiambia na shida na pikipiki, kesho asubuhi mtu anataka anipeleke au kikao. Kama utaweza nitakupigia
akaniambia uje unichukue unipeleke asubuhi saa 12. Lakini iliyofika saa 12 asubuhi, yaani nikawa na mashaka sana. Ndio. Nimeamka, akaja nipigia simu nikaamka. Sasa ngoja niende kweli bila kuomba, na ngoja niombe kwanza. Nimeomba, wakati nataka kuondoka, akanipigia tena. Unaona, akaanza kunifokea, nikamwambia nisubirie nakuja, tumeshakwambia nakuja nipo njiani. Wakati nakuja, nimefika tu njiani nikutana na abiria mwingine. Akaniambia nipeleke sehemu fulani, nikamwambia huku kwa mtu kamfuata huko, akaniambia wewe nipeleke huku. Alikuwa anaenda huko juu siku moja. Sasa nikawaza hiyo kumwacha mtu afu naye yuko peke yake, anasema na yeye anawahi pia. Nikasema ngoja niende. Wakati naenda, ndio unaona, akampigia rafiki yangu mwingine ambaye anamfahamu. Unaona, yule akanipigia, anambia basi ngoja mimi nimpeleke. Wakati anampeleka, lakini nikawa yani nafsi tu inasita sana. Yani kuna kisauti kinakwambia yani kama anakataa, nafsi tu inakataa. Wakati anaenda amempeleka paka kwao. Wakati anarudi akapata ajali na akafa hapo. Jamani. Kwa sababu nilishangaa sana ya mtu ambaye sometimes tunakaa pamoja ofisini kwangu kwa hapa, yeye anapanda bodaboda katana mbele. Mimi sio bodaboda, lakini mara nyingi nikiwa na mimi sina hela, na mimi najiingiza. Lazima upitie maokoto. Wewe jirani yako usikae kiasara, pitia maokoto. Haleluya. Watu wa Mungu ni wanajeshi, wanatakiwa wachangamke kwa kazi yote. Hata kibarua, mtu akikwambia sogeza haya magunia mpaka hapa nikupe 5,000. Usiweke misuli imelala mwanaume. Tumia misuli kwa faida. Amen. Hata kama ni mama, funga kanga, kaza viatu. Changamkia. Hata kama ni kibarua, jiongeze. Mwambie jirani yako jiongeze. Kwa hata kama si bodaboda, jiongeze mwanangu. Amen. Wakati anaenda anarudi akapata ajali, akafariki hapo hapo. Yaani hapo yani hata kugeuka, yani anageuka tena. Pole rafiki yangu. Sasa nikawa najiuliza hivi, kwani ilikuwa ni kwa ajili yangu au ilikuwa ni kwa sababu alinipigia simu sana? Alinipigia simu sana mpaka mwenyewe nikawa najiuliza hivi, basi sichukue pikipiki nyingine uende? Kwa sababu kama naona mimi nitakuchelewesha, maana kidogo mimi na yeye wanaombani kidogo nyumbani. Kwa hiyo akawa amefariki na mazishi leo jioni ndio tunaenda pole sana. Kweli namshukuru Mungu sana. Labda ilikuwa ni kwa ajili yangu, huenda Mungu alinipa. Yes, unajua sauti ni vyema uisikie. Usiondoke, tuombe kwa ajili yako mtu wa Mungu. Sauti ile ya ndani jifunze kutii. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile sauti ya ndani inayozungumza na wewe, jifunze kufanyaje? Kutii. Unajua Mungu kwa sababu yeye anaona vyote. Si rahisi ashuke aongee na mawingu kwa sauti. Lakini ana Roho Mtakatifu duniani ambaye anapeleka taarifa kwa kila mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kama ni jambo ambalo unaona utapata hasara, lakini hiyo sauti ya ndani inakunyima, inakuzuia. Si unaona? Si alikuwa alikwenda. Lakini Roho Mungu akamchelewesha, akamzuia. Yamkini ilikuwa imepangwa kwamba akienda tu hivi saa anarudi, analiwa. Lakini sasa kinywa kikamwepuka. Ndio jirani yako kinywa kikuepuke kwa jina la Yesu. Funika macho tuombe kwa ajili ya huyo mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mwanao. Asante kwa kumwepusha ajali. Asante kwa kuongea naye. Hiyo sauti ndani yake endelee kuzungumza kwa jina la Yesu. Macho ya rohoni yafunguke. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Efeso mlango wa 1 mstari wa 18. Macho ya mioyo yatiwe nuru ili mjue kusudi la mwito wenu jinsi lilivyo. Katika jina la Yesu macho ikawe wazi kuona njia ya salama na njia ya baraka. Na mafanikio yake yakawa ya amina na kweli. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Pe Yesu makofi kwa ajili ya ushuhuda mzuri na wa baraka. Mwingine? Karibu. Karibu mama. Dakika mbili jamani, chap chap. Maana leo tuna meza ya baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Basi na ushuhuda kwa kifupi, maana Mungu anaelewa sana. Karibu sana. Amen. Lakini nitaidi kunyamaza nikakuta hapana. Jumapili nilishuhudia, lakini napatana na huo Mungu ametenda. Yes, mtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kila Jumapili, hata mara 2 una nafasi ya mtukuze Yesu. Amina. Maana hapa tupo kwa ajili ya kumtukuza nani? Yes, tumekuja hapa kuinua, kumsifu Mungu, kumwabudu. Hata Daudi alisema nitakunena katika kusanyiko. Nitakufanyaje? Nitakunena katika kusanyiko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka Jumapili nilishuhudia hapa, mlinielewa.
Lakini katika ushuhuda ule namshukuru Mungu, mwanangu aliweza kufika Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Pe Yesu makofi, pe Yesu makofi kwa ajili ya ushuhuda. Alifika Alhamisi, sikuweza kupata taarifa wala kunipigia simu. Siku ya Ijumaa mida ya jioni saa 11 mzazi mwenzangu akanipigia simu. Akaniambia mtoto alifika jana na leo nilikuwa nayo kazini kwangu. Yeye huwa anafanyia nani Kigamboni baki. Na mtoto mwenyewe anakaa Kigamboni kule Mbeya. Akasema kwa hiyo ameshinda nyumbani nani kazini kwangu, tumeshinda naye. Lakini kwako wewe atakuja baada ya kutembelea miradi ambayo amepangiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akizunguka kwenye hiyo miradi ni mingi sana, akimaliza basi utakuwa ni muda wa mapumziko, atakuja kwako. Ndio. Basi wakati anaongea nikasikia kama roho na kukataa ile hali anayosema kwamba mpaka mtoto azunguke ndipo tuonane na mimi. Nikasema hapana, haiwezekani. Nikasema siwezi, yani najua mwanangu hayuko hivyo. Nikawa nikataa ile hali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikasema sasa natamka kesho. Watu wengi wakisema Bwana asifiwe, naomba usiwe mchoyo hata wa amen jamani. Kwani natoa jasho ukisema amen? Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nikasema kwamba nikageuza nikasema hivi, mwanangu kesho asubuhi ndio utakuwa nayo. Namwendea. Yaani nikawa naongea peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema kesho asubuhi utakuwa nayo. Sasa kuna watu walikaa, sasa nimeshaisahau kama nipo na wenzangu. Nilikuwa dukani. Wakasema mbona unaongea hivyo kwa nini? Nikasema kumbe mpo, basi nilikuwa katika ulimwengu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema namshukuru Mungu ametenda. Amina. Ametenda nini? Nikamwambia wewe muujiza mtauona kwa macho, sio nizungumze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu tumelala vizuri tu na familia yangu. Kufika mida saa 10 kama naelekea na nusu. Nikakuta simu inaita. Sasa niko hali kwa sababu nilikuwa nimetoka kwenye maombi, kwa hiyo nikawa ndo napata usingizi. Kwa hiyo nikuta simu kama inaishia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu alikuwa anapiga nikashtuka. Kumbe kina Elia kwenye chumba chake kasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katoka ambia mama simu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile kushtuka chukua simu mshaka. Naangalia miss call ya mwanangu. Hivi mwanangu alipigia simu saa hizi akiwa anaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile natafakari naona huko nje Elia anafurahi. Kaka kaja. Kaka kaja nyumbani kwako sasa. Sio maono, kaja kabisa kwa mwili wake mwenyewe. Amina. Pe Yesu makofi kwa ajili ya muujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Basi wamefurahi pale, tukatoka na baba naye katoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukafurahi pale, tukakuta mwenzetu ana mavazi mengine tena wale jamaa. Ile ya kutisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya baraka kwa watoto. Amina. Tukamkaribisha, kucheki hivi tunakuta gari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikasema ni Mungu ametenda. Ndio. Nilienda nikaikumbatia ile gari nikaibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu makofi. Wana kubarikiwa ni baraka wajemeni. Usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi akasema mama, sasa mimi nitapaki wapi? Nikaangalia hapo kupaki, nikasema anunue kiwanja ajenge mahali penye parking. Nikasema pesa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pita hapo kwenye bustani hapo weka paki kule. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni pesa yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ile bustani nilikuwa simwagili kwa sababu ya jua kali sana. Nikamwambia hamna kitu cha hasara huko. Wewe pitisha gari. Ndio. Pitisha gari kaenda kapaki. Nikamwambia karibu upumzike. Akasema hapo napumzika huko kwenye gari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo sasa ni saa 11 kama na madakika. Sasa ikafika ule muda wa kuamka watu ule saa 12 kasoro watu wanaelekea makazini, wengine wanaenda sokoni. Sasa kila anayefika anashangaa, kwani mama Elia leo nani aliyomruhusu aingie kwenye bustani yake? Sasa kila mtu anashangaa. Gari limeingia bustanini. Anajikwaa anadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Hata pesa nyingine afagia. Sasa mtu anashangaa nini? Anashangaa chungulia gari. Na maana ni gari ya wewe, kuna gari kama hili au ni nini? Unakuta mtu sasa anashangaa kwa nini ameruhusu aingie kwenye migomba? Bwana Yesu asifiwe. Amekubali migomba kabisa ife kuliko hii gari ya nani alete hapo. Baadaye sasa wengine wakaanza kuniuliza nilikuwa nafagia. Kwa hiyo wewe umeona ule hasara? Nikasema sasa kama nimekubali mikula hasara, nyinyi mna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni nani amefanya hivi? Nikamwambia ni mgeni wangu ameingia usiku, kwa hiyo nimeona pumzike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikawa sisemi. Baadaye jirani yangu mmoja akasema huyu muongo ni mwanae.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo akawa ana mtoto mkubwa hivi, ni mwanae huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya madhabahu hii. Mungu ameweza kutenda, mwanangu amefika ambaye anaitwa Perisi. Ni wa kiume? Wa kiume au wa kike? Wa kiume. Huyo ndio wa kwanza au wa pili? Wa kwanza. Hongera sana. Wa kike ndio wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Lango likibarikiwa watoto wote wanabarikiwa. Amina. Haleluya. Kwa hiyo tukakaa naye pale, nikawa waliokuja kuniuliza, waliopita, basi nikamshukuru Mungu. Sasa nikamwambia mwanangu, mimi nina safari ya kwenda kwenye kikao cha Elia, mtakuja. Kwa hiyo baki hapa, nimeshaandaa nini, maana babake alienda muda saa 10 hiyo, akaenda machinjoni pale kwa tumemwandalia supu. Kwa hiyo nikamwambia wewe baki, nimeshapika vimeiva tayari, baki na dada yako Irene. Akasema hapana mama. Kwa hiyo naenda na usafiri gani? Nikamwambia naenda na usafiri wa jirani, anakaa huko Salasala. Mwanae anasoma na mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikamwambia ndio huwa ananisaidia kunipeleka na kuturudisha. Kwa hiyo anakuja na mke wake, tunapanda wote. Akasema hapana, leo apumzike niwapeleke mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mama akapata lift siku hiyo ya mwanae. Akasema naomba apumzike, ngoja aje, akifika nimwambie basi. Kwa kweli sio muda mrefu akawa amefika. Nikamwambia naomba upumzike, samahani sana kwa kuwa unajitolea sana. Lakini mwanangu kaja leo anadai kwamba atupeleke yeye na ataturudisha. Akasema tawapeleka na usafiri gani? Nikamwambia usafiri huwa. Kwa hiyo huwa kwake. Nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usafiri wako wewe, kwa hiyo umefika nyumbani wa kwako. Nikamwambia namshukuru Mungu. Akasema haya, basi nina amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mtoto pale kamaliza haraka kula, tukaingia kwenye gari. Sasa kuitoa pale gari irudi hivi, unajua mtu anaporudisha pale papini sana. Bora aende mpaka kule uwanjani akageuze. Kwa hiyo alirudisha pale. Kwa hiyo kitu ninachomshukuru Mungu, mpaka adui yangu nilikuwa sijui kama yupo ndani. Najua anakaa Bagamoyo, kumbe alishafika siku nyingi, sio na wiki, sio na muda gani, yupo ndani. Alitoka. Alitoka sio na matatizo ya miguu, sio na matatizo gani, mimi sikumcheki sana, lakini niliona kama ni mdhaifu sana. Kwa hiyo akatoka na yeye anaelekeza gari. Kafika mzee mwingine naye anaelekeza gari. Tukawa mama tunaelekeza kwa sababu tunajua tunapanda, tunaona sasa kwa wengi tunaelekeza gari namna ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenye kuelekeza vizuri, wenye kuelekeza vibaya, yaani tuko humo, nikasema kisha shetani umeshindwa. Uwezo. Yaani kwa niko serious sana yani. Cheki na mtu nikimsalimia mtu tunaangalia gari inaendaje, narudi vipi. Lakini mtoto wa Mungu alimjalia tukaweza kuchomoka pale, kufika karibu na barabara tunakuta ndio masela wamejaa huko. Yaani umejaa sasa, wanashangaa. Sipo wa mama tunaelekeza gari. Na huyu naye anaelekeza, na mzee huyu naye anaelekeza. Na sasa nikasema kwa kweli jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini aliweza kugeuza akakaa sawa, tukaenda mtakuja na tukarudi salama. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu kuna siku mchungaji alisimama katukemea sana sisi ambao hatuna NIDA na vyeti vya kuzaliwa. Hebu mgeukie jirani yako kwanza, mwambie una cheti cha kuzaliwa. Muulize tena una NIDA. Amesemaje? Haya tusikie ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni kweli toka 2023 nilipomaliza chuo cha udereva nikaanza sasa kuhangaika kwa ajili ya kupata leseni. Nikakosa namna ya kupata kwa sababu sina NIDA. Nikaanza kuandika barua, nikaenda serikali za mitaa, ndio nikachukua form, ndio nikaambiwa niende RITA. Nilichokifanya badala ya kwenda RITA nikazieka ndani. Nikakaa huo mwaka ukaisha, maana ulikuwa ni mwezi wa 12. Ikaisha. 2024 tukapokea. Ukaisha. Asa mchungaji alipokuja kusema, nikasema sasa moto ukaanza kuwaka kwa ndani. Nikasema sasa hapa nisipochukua hatua itakula kwa neema inakupita. Nikaamua alivyosema tu siku Jumapili hiyo hiyo nikaanza kumtafuta mtu wa kutengeneza cheti cha kuzaliwa. Ndio. Nikachukua zile fomu za 2023 nikapeleka kwa huyo mtu. Ndio. Akaanza kunitengenezea, nikamuuliza gharama, akaniambia 20,000 pamoja jumla ni 40,000. Nikamwambia sitojali gharama, nitakachojali ni cheti kitoke. Mwambie jirani yako vyeti ni muhimu, vyeti ni muhimu, vyeti ni muhimu. Haleluya.
Yesu asifiwe. Amina. Na sasa Jumapili iliyopita, Jumatatu, baada ya kumaliza maombi ya mfungo wa siku 3, ile natoka ibadani nakuta miss call ya ile ndugu, kanipigia. Nikamtumia message, akaniambia cheti chako kimetoka, njoo uchukue cheti chako. Yesu, makofi na vigelegele ya shangwe. Bwana Yesu tunaibariki na hii Baba, kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya baraka ya mwanzo wa vibali vya mtumishi wako. Kutoka hapa aingie kwenye passport, aingie kwenye license na vibali vyote. Nida na kuita kwa jina la Yesu, ili safari zote za Kenya kwa ajili ya Injili, Msumbiji, Uganda na maeneo mengine, asiende tena kutaabika kutafuta vyeti, akutu akiwa nayo, maana ni mwanajeshi na ni askari, na hata kama ni Ulaya ajikute anapaa katika jina la Yesu. Kanisa lote tuseme amen. Amen. Na kesho nitaenda Nida. Na fomu tayari ninazo kwa ajili ya kwenda Nida hizi. Application ya Nida, mshangilie Yesu kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kama hauna cheti cha kuzaliwa, changamka, anza kupiga hatua. Changamka. Haleluya. Haya, kama hujui uende wapi, nenda kwake sasa. Mwambie mwenzangu, wewe umeenda wapi? Anza hatua kwa hatua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Namshukuru Mungu, kuna mmoja tayari ambaye nilienda naye juzi Ijumaa huko Kawe, na Jumatatu kesho nitaenda naye. Anza kuwabeba mmoja baada ya mwingine. Muulize jirani yako, na wewe unafanya nini? Unachelewa kwa nini? Unajua wana wa Yerusalemu ni wana kama wanajeshi, ni wana wa kijeshi tuseme. Saa yote tunaweza tukapata scholarship wote ya kwenda Israeli kutembea na kurudi. Wangapi wanaamini miujiza? Haleluya. Sasa ndio tuanze purukupakara ya kutafuta vyeti, utatuchelewesha. Mwambie jirani yako, usinipunguzie mwendo. Tumeandika pale unstoppable. Haleluya. Mwendo haupungui mpaka tukamilishe tulichoitiwa na Mungu duniani katika jina la Yesu. Haleluya. Leo tuna siku njema ya baraka ya kushiriki pamoja chakula cha Bwana. Nami nitazungumza kifupi habari hizo, alafu tutaomba na wote tutashiriki, paka na watoto wetu. Hii ni neema. Chakula cha Bwana maana yake nini? Au kwa nini Mungu ameweka ili wazo la kushiriki chakula kinachoitwa kimetoka kutoka juu au kimeshuka kutoka juu? Wazo la Mungu lilikuwa ni la ushirika wa mwanadamu na Mungu. Unajua kuna uzuri wa rafiki kama kuitana kula pamoja. Wangapi wanaitanaga kama marafiki, wanaenda hotelini wanakula meza moja? Haleluya. Unaonaje ule ushirika? Sasa Mungu akaweka hilo wazo na akatuma kwa Musa. Naambia waambie wana wa Israeli kesho asubuhi waangalie umande utakaoshuka katika nchi. Walipoangalia, kila wakichota hivi ule umande, wanaona kitu kama mbegu mbegu, ukionja ni kitamu. Mungu akashusha chakula kwa ajili ya wana wa Israeli cha ushirika. Mungu alipika mwenyewe akawashushia wale. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo hapo Mungu akaweka kama msingi kwa ajili ya vizazi vyote. Yesu sasa, hawa ni manabii wawili. Musa alikuwa ni nabii wa Agano la Kale, lakini Yesu akazaliwa ni nabii wa Agano Jipya. Adam alikuwa ni mwanzo wa kizazi cha kwanza, lakini kikatenda dhambi. Ndio maana Mungu akatafuta ushirika kwa njia ya manabii. Anaongea na mtu ili atafute ushirika, kuwaweka watu pamoja, kuwaunganisha tena na Mungu. Nisaidie kusema amen. Amen. Lakini baada ya hapo Mungu akaona haiwezekani, maana mbona huyu mwanadamu anarudia dhambi? Kwa nini anaanguka? Akaona DNA ya mwanadamu iliyoko ndani yake ina asili ya dhambi, na haiwezekani kwa damu ya mwana kondoo au kwa kula nyama iliyowekwa madhabahuni kama kafara au kama nyama ya utakaso. Haiwezekani, iwe nyama iwe damu ya mnyama yeyote, maana ile ikija inakava dhambi zako zote za mwaka jana, zinafunikwa. Lakini ghafla lile blanketi la utukufu wa Mungu kwa dhambi ya juu utakayoirudia inaondoa ule utukufu wa Mungu. Kwa hiyo dhambi ya mwaka jana zinaanza kuungana na dhambi ya mwaka huu. Kwa hiyo akaona marundikano ya dhambi za mwanadamu duniani haiwezekani.
akaona disconnect ile DNA. Kwa sababu kila mwanadamu kutoka Adam amezaliwa kwa mbegu ya mwanadamu. Haleluya. Akaona disconnect au akate kile kizazi, aanze kuunganisha kizazi kingine, na hiyo damu ambayo haina DNA ya dhambi ndio itakayoondoa ile dhambi ya mwanadamu. Sio kufunika tena, ni kuondoa kabisa au kufuta kabisa mbegu yoyote ya dhambi ndani ya mwanadamu. Nisaidie kusema amen. Amen. Kwa hiyo Mungu akaona amtume Yesu au aweke kiumbe. Ndio maana kauliza mbinguni, nani tumtume? Yesu akasema nitume mimi. Sasa ili kwamba azaliwe kwa njia ambayo si mahusiano ya mwanaume na mwanamke, ilibidi roho iatamie tumbo la mwanamke. Ikatamia tumbo la binti anaitwa Maria, na akazaliwa. Sasa damu yake, kwa sababu haina mbegu ya mwanaume, haina DNA, haina mahusiano na mwanadamu wa dhambi, akazaliwa mtu ambaye ni perfect, mtu mtakatifu, na jina lake limetoka kwenye kinywa cha malaika kutoka kwa Mungu. Haleluya. Maana akaambia utamzaa mtoto na utamuita Yesu. Maana ya Yesu, atawaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo ukisema nimetubu kwa jina la Yesu, ina maana lile jina lina nguvu au lina haki ya kuondoa dhambi ya mwanadamu. Nisaidie kusema amen. Na kwa sababu hiyo ni Mungu amemtoa kama sadaka duniani, ikabidi afe Yesu, au kwa maana nyingine ikabidi achinjwe badala ya mnyama, aliwe nyama na damu yake inywewe. Ndio maana aliwaambia waziwazi kabisa, mtu asiye kula nyama yangu na kuinywa damu yangu hawezi kamwe kurithi uzima wa milele. Alikuwa anamaanisha kabisa ya kwamba yeyote atakaye kula ndiye ana haki ya kurithi uzima wa milele. Nisaidie kusema na, unajua ndani ya mwanadamu kuna udhaifu mkubwa sana wa kutokuweza kuacha dhambi au kushinda dhambi. Lakini ukiwa na nyama ya Yesu ndani yako na damu ya Yesu ndani yako, unapata nguvu ya kushinda ile dhambi. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo maana ya meza takatifu, Yesu baada ya kuja duniani akafa msalabani. Kabla yeye mwenyewe alifanya hiyo meza. Kwa hiyo meza manake ni mfano wa kuchinjwa kwa Yesu na kuliwa nyama na kunywewa damu. Ndio maana hii meza. Kwa hiyo saa hii hapa mnaona maandalizi ya mashemasi, maandalizi mazuri kabisa. Na walichokiandaa ni kama Yesu amelazwa kwenye madhabahu au kwenye ile nini wanaita mimbari inayotengenezwaga. Maana katika Israeli ili utoe sadaka lazima utengeneze madhabahu, na lazima uweke mawe 12. Unapanga kuzunguka ile madhabahu, unapanga mawe, unapanga kuni, ndio ulete mnyama uweke juu. Unamchinja yule mnyama, unaweka juu, unawasha moto. Ikiungua ule mnyama akiungua, moshi ukipanda juu, Mungu anafurahia ile manukato ya moshi wa yule mnyama. Sasa kwa sababu ni Yesu, akaweka mfano yeye peke yake. Biblia ikasema akafanya maandalizi. Akawaambia watu kabisa, nendeni mkaniandalie Pasaka. Hii Pasaka wakati Mungu anamwagiza Musa kule Misri, kwa mfano huo ndio huu tunafanya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Maana aliambiwa Musa, chinja mnyama na damu yake mpake kwenye mimo ya milango yenu, ili malaika yeyote atakayepita, anayeitwa malaika muuaji. Na watu siku hizi wametafsiri vibaya. Mtu akikutana na janga yote anasema amekutana na Muisraeli mtoa roho. Wangapi wamesikia hiyo kauli? Haleluya. Sasa huyo malaika ndio watu wamemchukulia vibaya. Yule alikuwa anahukumu dhambi, sio wanadamu. Na mwanadamu yeyote ambaye alikuwa ametenda dhambi kwa wakati alikuwa anastahili kuchinjwa. Lakini aliyemchinja mnyama akaweka damu mlangoni, tayari dhambi yake tayari imeshafunikwa. Kwa yule malaika hawezi kumdhuru. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo Pasaka ndio msingi wa wazo la Mungu. Mpaka Yesu alipotoka sasa moja kwa moja yeye mwenyewe kama Pasaka. Mpaka watuma waende waandae meza kama hii. Baada ya kuandaa ile meza, yeye mwenyewe akanena yale maneno kwamba kuanzia leo nimeweka msingi wa kila mwanadamu duniani katika Agano Jipya, ya kwamba popote panapofanywa ibada, hata ya nyumba kwa nyumba, wachukue mkate, wachukue na divai au kinywaji, wafanye haya, wale wanywe wakikumbuka mauti yangu.
Kwa hiyo meza kwa mara nyingine au kwa maana nyingine ni kutangaza mauti ya Yesu. Meza kwa maana nyingine ni hukumu kuondolewa. Meza kwa maana nyingine ni kufuta dhambi. Meza kwa maana nyingine ni kupata nguvu. Maana ukila nyama si unapata nguvu, ukinywa kinywaji si unapata nguvu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu ameweka waziwazi machoni pa wanadamu kitendo hiki kama ni kitendo cha takatifu kwa ajili ya watu wake. Ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16, amesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo ukiamini haya ninayokuambia leo, funika mama, funika. Ukiamini haya ninayokuambia leo kwa jina la Yesu, huwezi kupotea. Mwambie jirani yako, ukiamini huwezi kupotea. Haleluya. Alafu kwenye kitabu pia cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwa jinsi hii tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Nisaidie kusema amen. Hebu soma sasa mstari wa 17. Maana mimi nimetamka 16. Soma waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Kwa jinsi hii tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye ametoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Manake kama Yesu ametoa uhai wake kwa ajili yako, na wewe mtumishi wa Mungu inafaa utoe uhai wako kwa ajili ya ndugu. Kwa jinsi gani? Kwanza kwa ushirika, kuiamini ushirika. Pili, kwa njia ya maombi yako, kwa njia ya sadaka yako, kwa njia ya ushuhuda wako, kwa njia ya injili yako, na kutangazia ulimwengu ya kwamba hakuna njia yoyote ya kuokoka isipokuwa kwa njia ya Yesu. Amen. Hiyo ndio uhai wako, na wewe umetoa kwa ajili ya ndugu zako. Amen. Kuwahubiri ndugu zako, kuwashuhudia ndugu zako, kuwaombea ndugu zako, kuwashauri ndugu zako, kuwavuta ndugu zako, ili wote tusipotee lakini turithi uzima wa milele. 17 inasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia. Lakini sasa kutoa uhai, maana anafafanua lile neno la kutoa uhai kwako. Anasema lakini sasa mtu akiwa na riziki ya hapa duniani, ukiwa na chochote hapa duniani, pesa ukiwa nayo mfukoni hapa duniani, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, lakini akaja ndugu yako anayehitaji, akamzuilia huruma zake, ile huruma ukaibana ndani yako. Je, upendo wa Mungu wakaja ndani yake? Sasa ndani yako wewe umejitoaje? Sasa huruma yako iko wapi? Upendo wa Mungu uko wapi kwako? Anauliza. Mstari wa 18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno. Usipende kwa neno. Kama Mungu ametupenda akamtoa Yesu, na wewe usipende kwa neno. Nikisema nawapenda wanangu alafu sifanyi kitu chochote, siwaombei, siwashuhudii, siwasaidii, sifanyi kitu chochote, upendo uko wapi? Muulize jirani yako, ukinipenda kama ufanyi kitu, upendo uko wapi? Mwambie kwa sauti, upendo wako uko wapi kwangu? Upendo wako uko wapi kwangu? Haleluya. Amen. Kwa hiyo wanangu, msipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Nisaidie kusema amen. Amen. Nilikuwa na maombi nataka nilete mbele ya viongozi, mbele ya kanisa katika hili. Kwa sababu hatuwezi tu kusema Yerusalemu tunapendana, lakini hakuna kitendo kinacho touch maisha ya watu. Hata kaufunuo kanaanza sasa hivi, yani kuingia kwenye fahamu zangu na moyo wangu, naona kama unahuika katika hii. Ili tusiwe Yerusalemu wasemao kwa maneno, tunakupenda dada yetu, tunakupenda kijana wetu, tunakupenda mwimbaji wetu, njoo karibu Yerusalemu, na tunampata basamu la kutosha kabisa. Lakini ananyong'onyea, anarudi nyumbani nyongo. Mbe jirani yako, tutaki urudi nyumbani nyongo. Sasa ufunuo unaendelea kwenye moyo wangu, na nataka niwaombe. Kaa tu mtumishi wa Mungu, inatosha. Sababu leo ni kushiriki, kwa hiyo naongea tu taratibu. Ufunuo ukanijia hivi, tuwaombe hawa viongozi. Sadaka hizi za injili ambazo tunatoa, tunajua tuna madeni, tuna kiwanja, tuna nani, tuna feni, tuna vyombo, tuna kiaisi, tuna nini,
tuna vyombo vya Injili, tuna kusta, si tuna vitu vingi, na si ni wachache, lakini pale tunapodunduliza kidogo kidogo, si ni hapo Mungu anatufikisha ojemee. Mwenye Mungu anaangalia moyo, si ndio? Kama sina riziki ya kukusaidia kukupeleka India, dada nani Neli, sina hela ya kukusafirisha kwenda India, lakini nina buku ambayo naweza nikakupa ukanywa maji, nisaidie kusema amen. Sina hela ya kukusafirisha ukatibiwe India, lakini na mkono wa kukuombea na kukuombea, naweka juu yako, naomba hiyo na nguvu nayo, sinifanye hiyo. Niambie mwanangu, sinifanye hiyo ambayo na uwezo nayo. Sisi ni kanisa dogo, wachache tu, na vijana wengi hapa hawana kazi kubwa ya kulipa mshahara. Wengine biashara ndogo ndogo, wengine boda boda, wengine kazi ndogo ndogo tu wameajiriwa, wengine yaya wanafanya kazi ya ndani, wengine wanawake tu wa ndani ambao wanakaa tu kulea watoto, hawana biashara, na mwingine anadonoa biashara ndogo ndogo, hana kitu, lakini unakuta kile kidogo tu anatoa kibuku, lakini anachangia kwenye hiyo sadaka. Unaona tu akiitwa mama, jamani msiniangushe, anakaa hivi, moyo wake unainama, anasema na hii buku ndio nilikuwa nataka nitembee na boda boda nirudi nyumbani, 2,000 ndio nilikuwa nataka ninunue unga wa watoto, lakini sasa Mungu nakupenda. Unaona anaingia tu huko ndani, ananyosha mkono hivi, anatoa. Wachache hivi. Unajua tumehudumia makanisa makubwa, ilikuwa tukisimama kwa miezi miwili tunachanga boda boda 2 milioni 4, na vijana wakafanikiwa, katajirika, na tukafanya mambo makubwa. Wajane tukawapeleka watoto shule, nani, tukafanya mambo makubwa. Wakaja wakamwambia mke wangu gombea udiwani, na mimi nigombea ubunge katika ile nchi kwa sababu ya yale matendo, lakini alikuwa ni Mungu. Haleluya. Sasa tumeanza tukocha wachache, lakini nawaambia tuanzeni hivyo hivyo kidogo kidogo. Tuona mirija inafunguka, biashara zinafunguka, watu wanabarikiwa, kazi zinafunguka, moyo wa Mungu unashuka, watu wanabarikiwa. Piga kelele, sema amen. Ilo mkono wa kuume, sema nitabarikiwa hakika. Nitabarikiwa hakika. Sema nitapanda kiwango kingine. Nitapanda kiwango kingine. Piga kelele, sema haleluya. Haleluya. Sasa nikafikiri tuwaombe viongozi pamoja nanyi mnaochangia na injili yetu, maana ile si ni injili yetu. Kila mwezi tukae viongozi kikao, fungu la 10 la hiyo hela tuliotoa, tuangalie nani mtu wa chini kuliko yote ndani ya watoto, sio hao wanaopita, lakini maana Bwana alinionya toka tunafungua hii kanisa, na nikamwambia viongozi wote hao kwamba watapita matapeli. Kwa akija mtu hapa akisimama kama mchungaji, akisema ni mchungaji, akikutongoza, kama unaogopa kuniambia mimi, mwambie Mama Bella. Mbona unacheka mama? Na mama nao kuna wanaotafuta wanaume, si ndio mama? Wapo. Anakuja paka anakurubuni, kijana mdogo pili anakupigiza chini, anakubeba kama mmoja. Leo napasua vitu vingine, na tuko kwenye meza takatifu. Haleluya. Akaja kanisani akaniambia, mchungaji, mimi niombee, maana nimemwona kijana mmoja mweupe hapa mwenye ndevu. Nani mweupe kwenye ndevu mtani? Mimi simsemi. Nimempenda kwa, nataka uniombea nioe. Nikamwambia shit. Nikamwangalia kwa macho ya ndani na nikamwambia, wewe dada, wewe ni tamu inakuzungusha. Ungeniuliza, je, huyu mwanaume na huyu wameoa? Maana mimi ni baba yao. Usingeniambia direct hivyo wewe mama. Anataka mimi nimuite huyo kijana, tuwakalisha hapa, niwafungie ndoa. Sija amemuita akamkosa mwenzako, akaona wacha aende throughout madhabahu. High five wanangu. Haleluya. Kwa msione mnapiga kinanda hapa, mrembo mwingine anaua jicho moja anakutazama hivi, anasema nikampata huyo. Haleluya. Hiyo sio mbaya, lakini usimuibe. Haleluya. Muombe Mungu, mwambie Mungu nataka huyu, Mungu mpaka akikwambia umempata kwa jina la Yesu. Haleluya. Baadaye nikaninyokea nikamwambia, mwanangu, huyo ni mume wa mtu, tena ameshazaa na mtoto. Haleluya. Haya, huyo katoroka kabisa. Saa hii juzi amenipigia, yuko Iringa, ameshaolewa na Muislamu.
Naendelea kuwaombea tu wana wa Mungu, maana mimi siokoi. Anayeokoa ni nani? Yes. Tutakutana mbinguni. Haleluya. Akaja mwingine. Nani hata nakumbuka kijana mmoja alikuwa anaitwa Isaki hapa muimba kwaya. Mnamfahamu Isaki? Tena tunamuita hapa bwana harusi. Sasa yeye akafikiri anatabiriwa. Kwamba kijana anatabiriwa aone binti ndani afunge harusi. Kwa hiyo ndio maana wanamuita bwana nani? Bwana harusi. Yeye akaweka kwenye akili yake, ya mkini ni mimi wenzenu. Kwa kaja kwangu, ananiambia mchungaji, sana na wewe Isaki. Huyo bwana harusi. Umejirani yako shit. Ai! Mimi nataka unisaidie anioe. Haleluya. Amen. Yaani hivi ungeambiwa wewe ungekuwa mchungaji ungemjibuje huyo mshirika? Unajua siku hiyo ya kwanza nikamwambia hebu tuombe Mungu kwanza katika hili. Maana sijui roho gani ulionayo. Tukaomba Mungu nikamwambia nenda kwanza kwa amani. Maana nifikiri ananitania. Kwa mtu anasimama hapa anaongoza praise. Na vijana wanatamanisha saa nyingine. Haleluya. Anaongoza praise mpaka unasikia raha kabisa rohoni. Kumbe mwenzako ana touch. Haleluya. Nafikiri anamtania. Jumapili mbili zimepita. Jumapili ya tatu karudi. Kila nikimwomba Mungu yani mimi namuona kabisa. Unamuona yeye nani? Isaac. Hivi ni huyu Isaac anayeongoza praise. Na mimi naitwa Isaac unajua. Na huyu mbakwaya. Huyu bwana harusi. Nikamwambia wewe. Unasikia mtu bwana harusi ni amefunga harusi, mke wake tunamsubiri aje kutoka Arusha, haje hapa kanisani, na ghafla utamuona kwa siku chache zijazo. Kana inaona hivi maskini mtoto wa Mungu anatikisa kichwa. Nikamwambia kwa hiyo ulikuwa unafikiri anatabiriwa kuwa bwana harusi kwamba atatokea muujiza huko ndani, mdada alafu tumfungie harusi wa mwanamke. Nikamwambia basi ubarikiwe, macho yako yafunguke, umuone Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo meza takatifu unapowapelekea watu kama hii tulioleta, hufanya nguvu ya kushinda vitu kama hivyo. Hata mtu akikutokea ghafla na kuandama, unapata uwezo wa kushinda hiyo hali. Kushinda maneno, kushinda ushawishi. Ile njiani unakongezwa na vijana, unapata nguvu ya kusema shindwa kwa jina la Yesu. Sigeuki, siji. Siwezi kufanya hii, unakataa. Nisaidie kusema amen. Ndio maana Mungu akaona haiwezekani kwa mwanadamu kushinda ulimwengu. Lazima aungane na kitu tofauti kishukacho kutoka juu. Nisaidie kusema amen. Mungu aliona wana wa Israeli hawatapenya jangwa bila kwanza kuwalisha chakula kilichotoka juu. Kitakachowatia nguvu wasonge na kupigana na maadui zao. Nisaidie kusema amen. Amen. Kwa hiyo hii sasa ikaja kwenye kudhihirisha upendo. Ili na sisi tudhihirishe upendo. Jumapili ijayo tutakaa kikao na viongozi tujadili, usijapitisha lakini ili viongozi wasimpige baadaye. Lakini imeleta kama wazo fulani kwamba kila mwezi tunakaa, tumetoa nini? Labda 50,000, laki, 200,000, Jumapili 4 zimeenda, tumepata 300,000 labda. 300,000 hii fungu la 10 ni shingapi? 30,000, si ndio? Tunamwangalia huyu mama. Mama, unaweza ukaandaa kagenge kadogo katurbali, alafu tukakununulia vitu vya 30,000 ukauza, sio deni. Nisaidie kusema amen. Tunamwangalia ukijana, unaweza ukatembeza karanga mwanangu, maana una misuli lakini hauna kale kamtaji. Tunaangalia wale ambao wanaanza chini, tunapanda nao taratibu. Lakini sio wakora niliwaambia, sio wale wanaoingia na kutoka matapeli. Nisaidie kusema amen. Hiyo ikipata kibali kwa viongozi, itakuwa kila mwezi tunamsimamisha mtu madhabahuni, anaenda nyumbani na bahasha. Nisaidie kusema amen. Na hiyo sasa viongozi watafollow up kama kweli unaenda kufanya kazi. Maana Yerusalemu hatutaki wafifu. Hata Yesu alipambana miaka 30 kwa baba yake, akiranda mbao, akisaidia familia, akibeba nyumba nzima, maana alikuwa kaka mkubwa kwenye familia, akabeba familia. Ndio maana saa ile anaenda msalabani akamwangalia Yohana. Akamwambia Yohana, msaidie mama yako. Maana alikuwa mabegani mwake ndio anabeba familia. Na akamwambia mama, nimekuachia Yohana.
Maana Yohana alikuwa mdogo wake na hamwachi, kila wakati ameegema kichwa chake kwenye kifua cha kaka yake, akijua kule mbele kuna maajabu yanatokea, majanga. Ataondolewa kaka kabla hatujafanikiwa vizuri kusimama, na familia itakaaje? Na baba ameshatuacha, tutafanya nini? Tumebaki na mama tu. Mama ni mjane, kazi ni ngumu. Wayahudi walikuwa baguzi wengine, kila mtu anahudumia ukoo wake, ukoo wa Daudi, ukoo wa Benjamin, ukoo wa Yusufu, koo zote zinahudumiana. Lakini kuangalia upande wa wajane ilikuwa hakuna, kila ukoo uangalie watu wake. Mpaka nabii aliposimama akasema no, hata kwenye nyumba ya Mungu waangalieni watu hawa. Mungu anasema kilio cha wajane kinalia katika madhabahu yake, machozi ya watoto wa yatima anayasikia. Angalieni hao, msiwaache. Kwa hiyo itatusaidia kuangalia wajane, kuangalia yatima na watu wenye shida katika nyumba ya Mungu. Lakini watawatathmini kujua kina nani hawa ambao ni watoto wa Yerusalemu. Kwa sababu kuna vyakula viwili kuaga kwenye kila familia. Kuna chakula cha mgeni anayepita, si ndio? Na kuna chakula cha watoto. Ndio maana Yesu akawaambia, huwezi kuchukua maziwa ya watoto kawapa mbwa. Sio kwamba yule mwanamke alimdharau, lakini ukweli alitenga hicho chakula. Chakula anachowalisha watoto wa Yerusalemu, watoto wa Israeli, wana wa Israeli ni tofauti na wana wa Samaria. Ndio maana alimwambia mwana wa Samaria, wewe ni mpitaji tu. Na hii ni chakula cha watoto wangu, chakula cha Wayahudi. Nimekuja kwanza kwa ajili yao, baadaye ndio niingie Samaria na mwisho wa dunia, lakini kwanza nyumba ya mama yangu. Kwa hiyo hapa Yerusalemu kwanza ndani ya nyumba ndio tuangalie anayepita njia tumsaidie vipi. Nisaidie kusema amen. Sasa tuna mama ambaye amejifungua pale. Ingekuwa mwezi huu tunasema mzee wa kanisa nenda na ibaacha na mama wa kanisa. Waambie yule mama, mwezi huu tumeshuka kwenye sadaka zetu za Injili. Tunahubiri kwako kwa njia hii. Nisaidie kusema amen. Wangapi wanaiombea swala hilo mbele za Mungu wa majeshi? Wangapi wanabariki swala hilo? Basi tuache viongozi wa kanisa wakiona vyema, itakuwa ni njia na mkono wa kugusa ndani ya nyumba na watoto wa Mungu. Funika macho yako sasa. Kwa machache hayo tunataka kuingia mbele za Mungu kwa ajili ya chakula cha Bwana. Kama alivyosema Paulo mtumishi wa Mungu, nasi tutanena mbele za Mungu wa majeshi sawasawa na maandiko. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya maneno yako mafupi na ufunuo mfupi ambao nimepeleka mbele ya kanisa. Wote tumeinamisha vichwa vyetu mbele za uso wako, tukisema amina na kweli, tukishukuru kwa sababu ya kutoa uhai wako kwa ajili yetu. Na sisi pia tumeahidi mbele za uso wako kutoa maisha yetu kwa ajili ya kuwatumikia ndugu zetu. Hata hiyo sadaka kidogo ambayo tunaleta mbele za uso wako kwa kukutumikia, tumege fungu la 10 kwa ajili ya wajane wetu, kwa ajili ya watoto wetu yatima, kwa ajili ya ndugu zetu ambao bado hawana uwezo, ili kukuza vipato vyao, kukuza hazina zao. Lakini damu ya Yesu inatosha kuondoa. Nami ninainena na kunyunyiza juu ya maisha yangu katika ulimwengu wa roho, na dhambi zote zisizoonekana zilizo ndani ya maisha yangu katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu iondolewe, kwa damu ya Yesu ifutwe, kwa damu ya Yesu nitakaswe, kwa damu ya Yesu nioshwe na nibadilishwe, nikombolewe, niwe mtoto wako kwa mara nyingine, na arudi kwako, naomba unipokee kwa jina la Yesu. Nachukua damu ya Yesu na nyunyiza juu yangu, maana imeitwa na maneno yako damu ya kunyunyizwa, maana imeandikwa kwa Waebrania mlango wa 12 mstari wa 24 inasema ya kwamba na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, kwenye maisha yangu. Na nyunyiza damu ya Yesu juu ya dhambi zangu. Kwa kuwa Bwana Yesu usiku ule alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Asante kwa sababu ya mkate huu, na nena juu ya mkate huu. Naonekana umefinyangwa kwa mikono ya binadamu, lakini ubadilike sasa, iwe nyama iliyotoka katika nyama yako, kwa ajili ya uzima wa watu hawa, kwa ajili ya ukombozi wa watu hawa, kwa ajili ya neema ya watu hawa. Yeyote atakayepokea kipande, ibadili mwili wake wote, napate nguvu ya kusonga mbele. Iwe neema kwao na wokovu kwao, iwe ukombozi na uzima kwao, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Damu iliyotoka katika mishipa yako imetiririka hata katika ardhi na kuinenea ulimwengu, imenyunyizwa juu ya mavumbi ya nchi, iliyomeza roho za wanadamu na iliyokuwa inalia baada ya kuchukua damu ya Abili isiyo na hatia. Damu yako sasa imekuja inenayo mema. Damu hii ikanene mema juu ya watoto wako, ikanene uzima katikati yao. Kila atakayeposi kikombe cha mafuta cha Roho Mtakatifu kianze kutiririka kwa ndani. Hatachukua kikombe cha damu ya Yesu Kristo. Maana katika ulimwengu wa mwili tunaona tu ni mzabibu ulionyunyizwa katika glasi, lakini katika ulimwengu wa roho ni damu ya mwana kondoo iliyomwagika kwa ajili yetu. Kama alivyosema Yohana, tazama mwana kondoo abebaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu. Na kwa damu yake ametutakasa, kwa damu yake ametuosha. Baba, damu yako hii ikawe wokovu kwa watu wako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Kanisa lote tusimame mbele za Mungu. Asante Yesu, maana umenibariki, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni, vyote vimeshakuwa tayari. Hiyo leo endelea kuja madhabahuni wakati unaimba huo wimbo taratibu. Neema kwako, uwe baraka kwako, uwe amani kwako, katika jina la Yesu. Hata utakaso kijito cha utakaso nizame kuosha. Huo ni mwili wa Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako, na hiyo ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako. Huo ni mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yako, na damu ya Yesu imetoka kwa ajili yako. Huo ni mwili wa Yesu uliovunjika kwa ajili yako, na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yako. Huo ni mwili wa Yesu uliovunjwa kwa ajili yako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukabarikiwe. Na hiyo ni damu ya mwana kondoo iliyotiririka kutoka katika mishipa yake kwa ajili ya uzima wako. Huo ni mwili wa Yesu uliovunjika kwa ajili yako. Na hiyo ni damu ya mwana kondoo iliyomwagika kwa ajili yako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukabarikiwe, nenda ukashinde, milango ifunguke mbele yako. Mwili wa Yesu uliovunjwa kwa ajili yako, ili mwili wako usivunjike. Mwili wa Yesu uliotolewa bure kwa ajili ya mwanadamu duniani. Nenda ukafanikiwe. Damu yake imetiririka kwa ajili yako, nenda ukafanikiwe. Ni mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yako, na damu ya thamani iliyomwagika kwa ajili yako, ili ufanikiwe, ili ubarikiwe, ili neema ya Mungu ishuke juu yako. Yesu akushindie, Yesu akubariki, Yesu akupe neema, katika jina la Yesu. Mwili wa Yesu uliovunjika kwa ajili yako, na damu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukafanikiwe, nenda ukafanikiwe, katika jina la Yesu. Mwili wa Yesu uliovunjwa kwa ajili yako, na damu iliyomwagika kwa ajili ya maisha yako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukabarikiwe. Mwili wa Yesu uliovunjika kwa ajili yako, nenda ukafanikiwe. Mwili wa Yesu uliovunjwa kwa ajili yako, nenda ukafanikiwe. Mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yako,
ajili ya maisha yako. Nenda ukafanikiwe. Mwili wa Yesu umevunjwa kwa ajili yako, na damu ya thamani imetiririka msalabani ili uokolewe, ili utakaswe, ili uoshwe na upate ushindi. Mwili wa Yesu umevunjwa kwa ajili yako, na damu ya thamani imetiririka